Habari, nataka nikujuze hili swala juu ya Iran ili uone ni namna gani ambavyo Marekani imekuwa ikishutumiwa kufanya mambo mabaya sana yanayogusa raia moja kwa moja. Kwa muda mrefu sana Iran kulikuwa na ukame wa hali ya juu, na si Iran peke yake, mataifa mengi ya pale Mashariki ya Kati hasa yaliyo karibu na Iran kulikuwa na ukame wa hali ya juu. Na Iran katika mji wao mkuu wa Tehran ni mji wenye watu wengi kama watu milioni 10 hivi, na ule mji ulikumbwa na ukame wa hali ya juu kiasi kwamba mpaka serikali ya Iran ilikuwa inafikiria kuwahamisha wakazi wa pale Tehran wakakae katika maeneo mengine kutokana na kwamba kulikuwa hakuna maji. Na vyombo vya habari hata kuanzia mwaka jana, mwaka huu mwanzoni, walikuwa wakiripoti hali ya ukame wa ajabu pale Tehran na maeneo mengine ya Iran kwamba hakuna maji, na katika mji mkuu hapakaliki. Kuna miujiza bwana umetendeka. Baada ya Iran, Marekani na Israel kuingia vitani kuanzia ile tarehe 28, tunafahamu kwamba Iran wakawa wanapiga kambi za jeshi za Marekani pale Mashariki ya Kati kwenye mataifa ya Ghuba ya Uajemi na rada. Sasa kinachoongelewa sasa hivi ni kwamba baada ya hii vita kupumzika tu, kwanza wakati hii vita imeanza Iran walivyoanza kupiga rada katika kambi za jeshi za Marekani pale Mashariki ya Kati, Iran pakaanza kuvuka mvua ya ajabu, na mvua yenyewe mpaka inashusha barafu. Siku ambayo Israel walipiga miundombinu ya mafuta pale Iran, moto uliwaka mkubwa sana, lakini wa Iran walishangaa, mvua ya ajabu imeanza, mvua inayodondosha mpaka barafu ikazima ule moto. Wa Iran wakawa wanajua Mungu kasikia maombi yao. Lakini sasa hivi hali hiyo imezidi, kuna mvua kubwa sana zinaendelea, mito inafurika maji, mito ambayo ilikuwa imekauka kabisa sasa hivi inafurika maji wakati ilikuwa haina maji kwa miaka mingi sana. Neema hii bwana ikasambaa mpaka katika mataifa ya pembezoni kama Iraq, na wenyewe sasa hivi wanashuhudia mvua na mito yao inafurika maji kiasi kwamba hawakuwahi kushuhudia mvua kama hizi kwa kipindi hiki. Wanajiuliza neema hii imetoka wapi? Lakini mpaka yale mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi ndipo habari zikaanza kusambaa kwamba kumbe Iran ilikuwa inapigwa vita ya kijiografia kwa miaka zaidi ya 40 sasa na Wamarekani pamoja na Israel. Wairani mwanzoni walikuwa wanalalamika katika vyombo vya habari viongozi wao, lakini watu walikuwa hawawaamini. Lakini hii vita ndio imefichua mengi. Sasa watu wameanza kuona ukweli wa yale mambo ambayo Iran walikuwa wakituhumu Marekani pamoja na Israel kuwafanyia katika vita ya kijiografia. Bonyeza link hapo juu kasikilize hii video kwa urefu zaidi katika YouTube channel yetu. Sasa tuendelee kwa wale ambao mnanisikiza kupitia YouTube. Sasa kilichotokea ni kwamba habari zinasema bwana, hii vita imewakomboa raia wa Mashariki ya Kati, sasa maeneo ya Ghuba ya Uajemi, kwa sababu Marekani inatuhumiwa kwamba iliweka rada katika nchi ya Emirates, ambayo ile rada ilikuwa inaonekana inatumika kwa masuala labda ya kijeshi na mambo mengine, lakini kumbe pia ilikuwa inatumika kwa ajili ya vita ya kijiografia, vita ya mazingira kwa Wairan. Vita yenyewe kama tunavyofahamu, unajua mvua unaweza ukaitengeneza ikaja, lakini pia unaweza ukaifanya isije. Babu zetu wenyewe ndio wataalamu wa kazi hizo, si ndio? Tunao mababu kule Sumbawanga, sijui wapi, wana uwezo wa kusema leo mvua nataka ije inyeshe, ikanyesha. Lakini ana uwezo wa kusema leo hapa kwangu pasinyeshe mvua, jua liwake ili mahindi niliyoanika yakauke, na jua likawaka hata kama kwingine mvua inanyesha. Hiyo elimu hiyo babu zetu sisi wanayo, tena haitumii hata teknolojia. Sasa hao wenzetu wao wanatumia hii elimu kwa mfumo wa teknolojia, tena wanainvest pesa nyingi sana, wakati sisi huku babu zetu wala hata wainvest pesa nyingi, ni wanacheza na nature tu. Sasa kinachotokea hapo ni kwamba Marekani wanatuhumiwa kwamba kutengeneza hali ya hewa katika mawingu ili Iran pasinyeshe mvua, pawe na ukame wa ajabu, ule ukame uweze kusababisha njaa ya ajabu, raia wa Iran washindwe kuendelea kuhimili ile njaa, raia wakiwa na matatizo, raia wakiwa na dhiki, huwa wanaichoka serikali. Kwa hiyo walifanya kwa makusudi, wanatuhumiwa kufanya kwa makusudi ili kuwafanya raia wa Iran waichoke serikali yao. Kwa hiyo wanapigana vita na Irani kwa muda mrefu ya kiuchumi,
vita ya kijiografia, lakini pia na sasa wameingia katika vita ya kijeshi kabisa ya mtoto wa bunduki, vita ya propaganda, vita ya kimtandao, yani cyber war. Kwa hiyo wanaipiga Irani kwa vita yani vita za aina zote, umenielewa? Vita za kidini, yani kila namna ambao wanaifahamu ya kupambana, wanapambana na Iran. Sasa hili la mazingira, hili la jiografia limebumburuka juzi, kwa sababu baada ya Iran kupiga zile rada za Marekani, ndo mvua ghafla imechachamaa Iran na maeneo yote ya karibu na Iran. Ndio watu wakasema kwamba kumbe rada ambazo Iran alizipiga pale Emirates zilikuwa zinahusika kutengeneza hali ya ukame Iran. Na hali hiyo sasa hivi kipindi hiki ambacho Iran kapiga zile rada, hali ile imemalizika. Bila Marekani na Israel kuanzisha hii vita, wa Iran wasingeweza kupiga zile rada, kwa sababu wasingekuwa na mamlaka ya kuanzisha tu vita na kuzipiga zile rada, hata kama walikuwa wanaziona na hata kama walikuwa wanajua kwamba zinawafanyia nini. Lakini kupitia hii vita walioanzisha Marekani na Israel, wa Iran sasa na wenyewe wakapata sababu katika sheria za kimataifa za kurudisha mapigo, na yale mapigo waliamua kuyatumia kiakili ipasavyo kuhakikisha wanalenga rada zote zilizokuwa zinawafanya wao waishi na ukame. Hivi ndivyo habari zinavyosemekana. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Tanzania Global.